Mchana sana. Kwanza niseme tunawashukuru sana kwa kuweza kujitokeza kwa wingi, mmekuja kutupa support vijana wenu. Lakini pili niweze kuwashukuru wadhamini ambao wameweza kutusupport katika jambo letu hasa katika mwaka huu, tunawashukuru sana na uwepo wenu pia tunaushukuru. Lakini mimi ningependa kuweza kuwatambulisha watu waliokuwa pembeni yangu kwa mwaka huu. Mkono wangu wa kulia yuko mzee Saidi, mzee wangu, na atakuwa mtu ambaye yupo katika timu yangu, naye nimemuongezea katika benchi langu. Lakini pia mkono wangu wa kushoto kuna mjomba wangu Mafufu hapa, naye tumemuongeza safari hii, lakini yeye sana sana atakuwa kwenye timu ya watu ambao tumewachanganya, naamini yeye atakuja hapa ataielezea vizuri. Lakini pia yuko mwalimu Yanga ambaye tumekuwa naye katika kila mwaka. Inatosha kaka, tumaliza nguvu. Kwa kikubwa tuseme kwamba sisi tumejiandaa vizuri katika mwaka huu, na tunachokiamini tushapata matokeo mazuri katika miaka mitatu ambayo ishapita. Kwa hiyo hata mpinzani wetu tunaamini mwaka huu atakuja kwa kung'ata sana meno, lakini mimi naamini kikosi changu na naamini kile ambacho nitakwenda kukifanya katika msimu huu, na nimeweza kuichagua quality ya wachezaji waliokuwa bora na wazuri ili niendelee kupata matokeo na niendelee kuongoza katika ule ushindani wetu ambao tumekuwa nao katika kila mwaka. Kikubwa ningependa kuendelea kuwaomba wadhamini, wadau, wafanyabiashara na serikali kwa ujumla waendelee kutupa support vijana wao, kwa sababu hili ni jambo kubwa na kwa sisi peke yetu tunachoamini hatutaweza kulikamilisha tukiwa wenyewe. Lakini pia tungependa kuwaomba wanamichezo, mashabiki, siku ya tarehe 11 mwezi wa 7 Jumamosi hii inayokuja, muweze kujitokeza kwa wingi pale Morogoro, mje kutupa support, mje kuenjoy. Tunaamini mchezo utakuwa mzuri na tunaamini mtaburudika sana. Asanteni sana. Tunasikia yes. Ngoe sasa. Ndugu yangu njoo usimame kwa hapa kazi. Hizi niziweke hivi. Kumbe mimi sauti yangu peke yake tu inasikika. Kwanza nikianza naweza nikasema asalamu alaykum. Mliomo humo ndani, Bwana Yesu asifiwe. Sijui nianzeje. Hapa. Hapa. Watu wa mpira wanapendana kwa ajili ya mpira. Ndio maneno. Unanielewa vizuri? Mimi ndugu waandishi wa habari, sina kingine zaidi cha kuongea zaidi ya kumshukuru Dickson Job na familia yake yote. Wale wanaosema mnasema ma sponsors, sisi wengine Kiingereza kinatupita tu unajua. Wadhamini waliodhamini hii shughuli yote, mliomo humu ndani. Leo maneno yameniishia jamani, kabisa, yani siwafichi. Kwa furaha nilionayo, sikutegemea kama leo hii Dickson Job atalishika bega langu, kwa sababu nampenda vibaya mno kupita kitu kingine chochote. Ilifikia siku moja nilisema hivi, kwa nini wale hawakumuona wakamchukua Dickson Job? Ila tunasema kwa sababu umekataza tusitajane hapa majina, basi inabidi tuwe hivyo. Lakini siwafichi, hiki mlichokianzisha Dickson Job na mwenzio Kibwana Shomari, naye katoto kabishi, kafupi lakini kabishi. Yaani kile unachokiambia kibishi. Hili ni jambo la kuigwa kwa wachezaji wote wanaochezea ligi ya Tanzania. Kuchukua kile mnachokipata kukirudisha kwa wananchi. Nyinyi mmesema hili jambo la nini? La hisani, kuwafanyia hisani wananchi. Ndio manake. Kwa hiyo tunatakiwa na nyinyi wachezaji wengine mnaocheza katika hivi vilabu, nyinyi waandishi wa habari, nipelekeeni salamu zangu. Mzee Saidi anasema na hao wenye vilabu vingine wachezaji wakubwa kama kina Dickson Job pamoja na nani huyu mtoto mwingine mfupi Kibwana, tengenezeni na nyinyi, acheni bla bla ya maneno. Tunataka tuje tuwashukuru au tunataka tuje tuwashike mkono. Dickson Job sio wa kuniita mimi, lakini kaniona ni mtu wa mpira ndio maana kaniita. Mimi nawashukuru sana. Sana na muendelee hivi. Na mwakani tena mtuite. Ila sasa cha mwisho, hii jezi hii hapa hii jezi nitafutieni XXL ya mama watoto, mama Mwishe. Alafu ile wewe njoo huku, njoo wewe. Nani sio Kibwana bwana, wa nini Kibwana? Mimi nataka kumfunga magoli huyo. Msheri njoo. Msheri, mimi Kibwana ni adui yangu mpaka sasa hivi, yani hata mechi haijaanza. Hii mwenyekiti naitaka mimi hii. Umeikwepa kwa sababu ya protocol.
Sio kwa ajili ya protocol. Sawa. Hii mimi nimenunua kwa sababu ina moto. Sawa. Kwa hiyo mama atakuwa anapika jikoni. Ile ndio yenyewe. Sawa. Hii si ya jiko. Sawa. Sasa kama ya jiko mama nakaanga vitunguu pale, mimi nakaa kwenye kochi na mtizama. Amevaa jezi yake. Bei gani inauzwa? Tunatakiwa tuchangie. Watoto wanahitaji kuchangiwa ili wapeleke kwenye huduma. Sasa na sisi tunachokiokota basi tuwachangie, kwa sababu wametuita. Mbona kuwaita watu wengine, wameniita mimi? Kwani mimi nani? Mimi ni mtu mmoja tu wa kawaida. Watu wanashangaa nikipita barabarani, yule. Mimi mtu wa kawaida tu, ila napopambana mimi ni mtu wa hivi. Hapa nimeshaona kuna katazo, lakini ningesema niseme naweza nikachukua mpaka saa 10. Ni hivi. Mimi nawashukuru sana wote mliopo hapa, waandishi wa habari. Msiniogope, mimi ni mtu wa kawaida. Popote utakaponiona niite. Kama na madini nakupa hapo. Mimi ni mtu wa kucheka, sio mtu wa kutukana hovyo mitandaoni. Nafikiri nyinyi wenyewe mnafahamu. Mimi wala simwataki mtu mitandaoni kwenda kutukanana. Na ndio maana naona imefikia sehemu mmeniita kwa kwamba mzee, hebu njoo na wewe tusupport. Mimi nimekubali. Sasa bwana, wewe unaona taratibu Kiingereza. Hebu nitafsirie pale wakati tunaongea na yule. Mimi sijaelewa. Kidogo tu nisaidie. Nilikuwa namfahamisha tu kwa sababu yeye Kiswahili kidogo hatuelewi na yeye. Sasa na mimi Kizungu sielewi. Kwa hiyo nilikuwa namueleza ambacho tulikuwa tumekizungumza sisi kwamba yeye ni mfadhili kutoka Sinotrack. Kwa hiyo nilikuwa nataka ajue huyu mtu aliyepata Sinotrack ni nani. Sasa wewe unacheka nini? Mimi nimeuliza. Au wengine tayari anawafahamu kama ni wachezaji. Lakini kwa yule pale nilikuwa namfahamisha kwamba yule ni nani na anatoka kwenye tasnia gani na ukubwa wake ukoje. Dickson Jobu. Leo umeniosha. Naonaga kwenye TV tu, leo ninayo hapa. Yaani wanasema Wandula, yaani karibu huyu hapa. Mimi nashukuru sana. Asanteni sana jamani. Asanteni sana. Safari itakuwa lini kwenda Morogoro? Sisi tutakwenda mapema kesho, kwa sababu Jumatano tunaenda kugawa vitu kwa mamalishe kama. Kwa hiyo mimi natakiwa lini? Kwa ruhusa yako tukituambia. Basi mimi mtachukua namba yangu. Tuagie kwa mamwishe. Inatakiwa na yenyewe muage. Wewe unaona nilipo